kitu kinachoitwa serikali halali hapa Tanzania. Kwa hiyo hata ifanye nini sijui nini, kwanza yenyewe hata sio halali. Yaani sasa inafanya nini kuongeza imani ipi? Imani ya kwanza ingekuwa ni yenyewe kuchaguliwa na wananchi. Wakichagua basi wangekuwa na imani nao. Wananchi wanakuwaje na imani na kitu ambacho hawajachagua? Kwa wananchi hawawezi kuwa na imani kama wao wanaosema wao ndio serikali. Imani namba moja, walitakiwa wawe na mifumo huru ya uchaguzi ili wananchi waweze kurecognize kwamba kweli nyinyi ni viongozi wetu na sisi tumewachagua. Sasa kama hilo jambo tu hauna, sasa hiyo imani unatoka wapi? Kwa sababu mtu anayekupenda bana na mtu wa kuweka sehemu utamuona tu. Wala uhitaji kutumia nguvu kubwa. Uhitaji kuwe unasema mimi ndo niliyeshinda. Yaani mtu mwenyewe atasema tu. Tukikutana watu 4 5 tutazungumza, mnasemaje? Anasema mimi nilikwenda kukupigia kura bwana. Na wewe atasema alikupigia kura, na wewe atasema alikupigia kura. Kwa hiyo wote tutakubaliana. Lakini leo tu ukifanya simple research, zungumza tu na watu 5 hapo barabarani au 10, waulize ulimchagua nani. Kama utampata hata aliyekwenda kupiga kura basi utakuwa una bahati. Sasa huyo mtu anasema serikali ipi sasa afanye nini? Yaani unafanya kwenye nini? Unapaswa kwanza wewe mwenyewe kubariki na uwekwe na watu. Unapozungumza serikali ya watu kwa ajili ya watu, inapaswa kuwekwa na watu. Kama watu hawajaiweka, sisi hatutambui kama hiyo ni serikali. Na ndio maana si kama chama tunasema hicho mnachoita uchaguzi, sisi ambacho hatutambui kama ni uchaguzi, kilipaswa kifutwe, yawekwe mazingira sawa, mbilinge iwekwe pale, kipenga kipulize, wananchi wapate fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Hapo huyo sasa ameshachaguliwa kwenye uwanja ambao uko huru. Uone kama kuna mtu atalamika, anasema ni kweli tulimchagua yule. Ni kweli na nyinyi mlikuwa na hoja lakini kura zenu hazikutosha. Yakiwa mazingira yako sawa, hakuna mtu yeyote atakayelalamika kwamba huu utaratibu hapana wewe umefanya. Lakini wewe mazingira ambao unakutana na vikripu huku, unamuona mtu kakaa pale na makaratasi mengi yuko anaweka vema, alafu mtu baadaye anasema mimi ndio kiongozi. Wewe ni kiongozi wa nani? Ulimchagua nani? Kwa hiyo sisi tumefika hapo kwamba hatuelewi, na kwanza hatuoni kama kuna serikali, kwa sababu sisi hatutambui kama kuna serikali, na tunajua hawa watu wote sio halali kwa sababu walijiweka kwa utaratibu wanaoujua na matendo yao yanaonyesha hivyo. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho wanaweza kufanya kwa umma. Yaani wewe unamaliza kuniibia mimi alafu kesho unakuja kutafuta justification ufanyeje ili ukubalike? Rudi nyuma kwanza, katubu kwamba mimi nilifika hapa kwa kufanya 1 2 3 kinyume na utaratibu. Sasa baada ya kufanya hayo, nimekuja kuomba msamaha. Nataka tushirikiane sasa tuone namna gani tunaondoa huu utaratibu. Huo upenyo niliopita mimi nikaja kuwaibia, nataka tuufute ili kesho tupate mtu sahihi. Usipokuwa mkweli, usipokiri, sasa unakuja kusema nini? Sasa ufanye nini kuongeza imani? Imani ipi? Sasa tunakuona kama mwizi tu kama wezi wengine. Kwa sababu unapoiba, yani mwizi wa kura na mwizi wa kuku na mwizi wa ng'ombe na mwizi wa rasilimali za taifa hili wote. Tumesema tukatengeneze mazingira sawa ya uchaguzi, tukaboreshe mifumo yote ya uchaguzi, hiyo tume ya uchaguzi, tukaboreshe huo utaratibu wa kusimamia hizo kura, ili kila mgombea anapokuja hapa tufanye ushindani wa kweli, wananchi wenyewe watusikilize, waamue. Afu wamesema hapana, huo utaratibu hatutaki. Matokeo yake wamefanya walioyataka, yaliyotokea tarehe 29 unayajua. Na baada ya hayo, nashukuru kwamba baadhi ya viongozi wameanza kusema tume yenyewe inapiga kura. Mimi nimemsikiliza Jaji Olioba akitoa, alikuwa anahojiwa nafikiri na chombo fulani. Mwisho wa siku katikati ya maneno yake kuna sema na kila anasema tume yenyewe ilipiga kura. Sasa kama tume inapiga kura, sasa huo ni uchaguzi upi sasa? Sasa hiyo ni serikali brother. Yaani serikali ambayo ilipigiwa kura na tume. Hapo kiwauliza vipi, mbona nyie mnasema mlipata hayo asilimia, mlitoa wapi? Unajua kufikia saa 1 watu walikuwa wameshapiga kura. Wapi huko walikopiga kura hiyo saa 1? Wapi? Sehemu ipi? Hapo baadaye unaanza kuona viklipu, mtu amekaa hapo yuko na ufuko kubwa sana la kura, yuko anaweka tu tiketi. Unafanya nini tena? Nimeambiwa hizi zote zirudi zikiwa zimeshatikiwa. Watu wanaziona, hakuna mtu anayetoka kusema hizo klipu sio zenyewe. Hizo klipu ni AI, hayupo. Hata tume yenyewe ya taifa ya uchaguzi haiwezi kasimami kasema hizo klipu sio zenyewe, kwa sababu inajua huo mchezo na inajua huo utaratibu. Sasa kuna taifa la hivyo? Kama yanawasumbua haya mambo ya demokrasia, tufute mfumo wa vyama vingi, wabaki peke yao, wao wanajichagua au wajiweke kama wanavyotaka. Mbona ni simple tu. Hatupaswi kusumbua umma wa Tanzania. Hatupaswi kuleta matatizo kwenye hili taifa. Kama hatupendi michezo ya demokrasia, kama hatupendi ushindani wa kisiasa, suluhisho lipo.
Nenda kafute mfumo wa vyama vingi, alafu sema Tanzania ni nchi inayofuata mfumo wa chama kimoja, period. Haya matatizo yote hata kuwepo. Yaani why tunaingiza taifa kwenye matatizo? Unasema unataka mfumo wa ushindani wakati wewe mwenyewe kwenye ushindani hautaki. Si hautaki hayo mambo? Si hauna sera za kuambia wananchi? Futa hayo mambo, sema sisi hatutaki haya mambo. Kuanzia leo mtasikiliza amri zitakazokuwa zinatoka, basi tuanze maisha mapya mengine hayo. Tutaishi tu. Halafu ya mazingira yakija, basi Watanzania nafikiri watakabiliana tu na namna itakavyokuja na watatafuta namna ya kuishi. Sasa tufanyeje? Lakini kama umekubali kwamba taifa hili linafuata mfumo wa vyama vingi, ni nchi ya kidemokrasia, ni lazima tutafata misingi, principles of democracy. Lazima tutazifuata. Sasa kusema hizi sasa demokrasia itaendana na mazingira yetu. Wapi wamesema? Wewe mwalimu gani aliyekufundisha kwamba demokrasia hizo unazosema principles zake hizi zitategemea? Kwa hiyo watoto wetu kule mashuleni waanze kuandika kwamba misingi ya demokrasia ya Tanzania na misingi ya demokrasia ya Kenya na misingi ya demokrasia ya Marekani iko tofauti. Mwalimu nani alikufundisha hayo mambo? Democracy tuliambiwa wewe kuna vitu viko universal, kanuni zake ziko pale. Yaani unafanya maovu afu unasema hili jambo mimi ikani justify, una justify kwa kutoa uhai wa mwenzio. Come hivi tuko serious hii taifa? Hakuna justification yoyote. Kama katiba tumekubaliana kila mtu anayo haki ya kuishi kama ambavyo wewe unafurahia unapokaa nyumbani, unaporudi nyumbani, unapokelewa na watoto wako, mnacheka, mnakula mezani, mnasali, mnaomba dua, mnakwenda kulala, kesho wanajiandaa kwenda shule. Kila mtu angetamani yeye na familia yake waishi hivyo. Hili mwingine huku analia mwanae hajachukua, mwingine umechukua kama kuku, mwingine kesho kakamatwa kakatwa kichwa. Hapo nasema huo mfumo ni sawa. Brother, hatuwezi kuishi hivyo. Hatuwezi kuishi hivyo. Wao sisi hatuingii kwenye chaguzi mpaka pale ambapo tutafanya marekebisho ya mifumo ya uchaguzi, tutapata tume, tutapata hizo sheria nyingine zote zitakaa kwenye mstari, tutakapoamua kwamba hapa kweli hii mifumo ya uchaguzi inatoa uwanja sawa wa kiushindani. Sasa tutakwenda kwa wananchi kuambia sera zetu hizi hapa, sikilizeni na vyama vingine sera zao ziko wapi, halafu ninyi wananchi hebu chagueni sasa mnataka sera zipi ziwaongoze. Lakini sisi hatutatumika kama rubber stamp. Yaani ya kwenda tu kupigia tu kura. Tumeshiriki. Hii ndio demokrasia. Umeshiriki wapi? Hiki chama cha siasa kilianzishwa kwa lengo la kuitoa CCM madarakani kwa kutumia mbinu hizi za kidemokrasia. Yaani hiyo ndio ilikuwa concept na ndio lengo la kuanzishwa kwa hiki chama. Si hatukuanzishwa kwenda kufanya madili sijui kwenda kuwasindikiza watu. Sisi tulianzisha chama cha siasa. Waasisi wetu wakati wanakianzisha waliona matatizo mawili. Tatizo la kwanza lilikuwa la kidemokrasia, tatizo la pili ilikuwa tatizo la kimaendeleo. Wakaona kwa mfumo uliokuwepo, mfumo wa demokrasia una shida na mfumo wa maendeleo una shida. Wakaja na chama ambacho kilikuwa kinajaribu kuleta suluhu ya hayo mambo. Ndio maana chama chetu kikaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tuna practice democracy at the same time. Ni lazima tuwe na misingi au tuwe na utaratibu wa maendeleo ambao uko sawa. Tanzania miaka 60 na kitu baada ya uhuru bado tuko hivi hivi. Yaani unapita hapa sasa hivi hizo barabara tuwe mwenyewe unadumbukia kwenye mashimo. Yaani